Ladies and gentlemen, please, with a round of applause and all the love you can give, let's welcome the man of the hour, Richard Ni Amakwe. Bana, tajiri ambaye aliweza kuwakutanisha wasanii mbalimbali siku chache zilizopita huko katika nchi ya Ghana, wanamuita Richard Ni Amakwe, mfanyabiashara mashuhuri nchi ya Ghana, mwanzilishi wa Bills Microcredit, lakini pia ni mmoja kati ya mtu ambaye anamiliki pesa nyingi sana. Sasa mfanyabiashara huyu ameingia matatani baada ya sakata kubwa hilo ambalo alikuwa amefanya katika sherehe yake ya kutimiza miaka 40. Basi moja kati ya GRA ni moja kati ya shirika ambalo linahusika na udhibiti wa mamlaka husika ya mapato katika nchi hiyo. Sasa wanasema kwamba katika habari ambazo zimekuwa zikiripotiwa kuhusu akaunti za benki kutokana na masuala ya kodi, basi Richard Ni Amakwe, mfanyabiashara mashuhuri nchini Ghana, basi na mwanzilishi wa Microcredit, amekuwa katika vichwa vya habari katika sehemu mbalimbali, hususan katika jambo zima ili la kuzuia akaunti zake. Awali kulikuwa na madai kwamba mamlaka ya mapato Ghana GRA iliweza kuzuia akaunti ya benki ya Amakwe baada ya sherehe yake ya kifahari na kusherehekea miaka 40 ya kuzaliwa. Hata hivyo GRA ilikanusha madai haya, yani inamaanisha kwamba hiyo ni mamlaka ya mapato katika nchi hiyo ilikanusha madai haya. Lakini pia hata hivyo GRA baada ya kukanusha taarifa hizo, basi baada ya kituo cha ujasusi wa kifedha FIS ndicho kilichochukua hatua za kuzuia akaunti hizo za kampuni ya Amakwe, ikiwa ni pamoja na Bills Microcredit na Quick Credit and Investment Credit, pamoja na akaunti zake binafsi ambazo basi za mkurugenzi mtendaji wa kampuni hizo Romeo Richard Love Kwekusheye. Hatua hii iliweza kuchukuliwa chini ya kifungu cha 56 ibara ya kwanza cha sheria ili kupambana na utakatishaji pesa ya mwaka 2020. Sheria ya 1044 ilianza kutekelezwa tarehe 21 Machi 2025, ikisubiri uchunguzi zaidi ya maamuzi ya kisheria ya mheshimiwa huyu, yani mwamba huyu ambaye ni mfanyabiashara. Kwa hiyo wanataka wamfanyie uchunguzi kutokana na hili ambalo limeonekana kwamba ni inawezekana kwamba mwamba anatakatisha fedha au mwamba anatumia pesa zake katika mfumo ambao anaingiza pesa katika mfumo haramu, na mwisho wa siku unakuja katika mfumo ambao ni halali, ndio utakatishaji wenyewe. Hatua hizi za kisheria zinafuatia sherehe ya kifahari ambayo basi iliweza kusherehekea kuweza kutimiza miaka 40 ya kuzaliwa kwa Amakwe, ambayo iliripoti kwamba kugharimu takriban dola milioni 2 za Kimarekani na kuhudhuriwa na watu mashuhuri kutoka kote ulimwenguni. Bana, hii ni moja kati ya kitu ambacho nitakutisha kidogo. Kwa sasa uchunguzi unaendelea ili kubaini iwapo kulikuwa na ukiukaji wa sheria za kodi, masuala mengine ya kifedha basi yatakayohusisha biashara na shughuli zake za kifedha, basi Amakwe basi ataingia katika matata ya nchi hiyo. Kwa hiyo sheria itaweza kufuata mkondo wake. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda huu, na ndio lijili mitandao ya kijamii kuhusu mwamba kutoka katika nchi ya Ghana ambaye basi aliweza kuwakutanisha mastaa mbalimbali na wengi wakashirikiana naye katika birthday yake ambayo ilifanyika siku chache ambazo zimepita. Bana, hili ni tukio ambalo ni la kutisha kidogo kuhusiana na masuala zima la fedha, almost dola milioni 2 za Tanzania za Kimarekani ambazo basi zimeweza basi kutumika, kitu ambacho ni kikubwa kidogo. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa muda huu. Bye bye for now.